ni baadhi ya wale wanashiriki katika ujenzi, na mimi sina aibu na siombi msamaha mtu yeyote kwa kushiriki kwa ujenzi wa kanisa, kwa sababu tukitoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hatumpatii askofu, hatumpatii Mungu. Tunafanya hivyo, hatumpatii binadamu, tunafanya hivyo kwa sababu ya Mungu. Si ni kweli? Kwa hivyo kanisa lenu la headquarters pale, nimeambia askofu ya kwamba nitawatumia milioni 10 ya kuendelea na kujenga hiyo kanisa, hiyo headquarters. Na nawashauri hawa viongozi wenzangu wengine wote pia wachangie, na hata nyinyi wananchi mchangie, kwa sababu tukimtolea Mungu hatumtolei binadamu. Mungu anasema mnijaribu, try me, na mtaona vile mambo itafanyika. Mimi ni shahidi ya kumjaribu Mungu na amenitendea mambo makubwa sana. Tunaelewana jameni? Pia nimesikia hapa, kwa sababu kanisa na serikali nafanya kazi pamoja, tuko na mpango mkubwa ya mambo ya afya. Munaelewa, mimi nilisema wakati nilitafuta uongozi wa Kenya ya kwamba tutabadilisha mambo ya matibabu. Ya wananchi wengi wanapoteza maisha yao kwa magonjwa ambayo yanaweza kutibiwa. Wengi wao wanakosa kwenda hospitali kwa sababu hawana hali, hawana namna, hawana mali, hawana pesa. Na ndio tukabadilisha, tukasema mambo ya matibabu sio starehe ya watu matajiri na watu wenye uwezo. Afya tunataka iwe ni haki ya kila Mkenya, vile katiba ya Kenya sehemu ya 43 inavyosema. Na ndio sababu hiyo tukaleta mfumo mpya ambayo ni universal health coverage, yani afya kwa wananchi wote bila ya kujali wako na kazi ama hawana kazi, wako na pesa ama hawana kazi, wako na mali ama hawana mali, wote wapate nafasi ya kutibiwa. Na ndio sababu hiyo tumesema kila mwananchi wa Kenya ajisajili pale kwa SHA. Wananchi wa hapa Narok 1382 tayari wamejiandikisha, lakini bado wengi wako nje hawajajiandikisha. Mimi nawauliza wananchi wote wa Narok na wa taifa letu la Kenya, tunataka mujiandikishe ndio serikali iweze kupanga mambo ya matibabu ya Wakenya wote. Na tumesema matibabu tukienda mbele hayatakuwa na malipo yeyote. Kila mtu ataenda hospitali, atatibiwa na ataenda nyumbani. Gharama hiyo italipwa na bima ya afya ambayo tumetengeneza kama serikali ya Kenya. Lakini lazima ujiandikishe ndio tujue mzee fulani, mama fulani na watoto wake, ndio tuweze kupanga mambo ya matibabu. Hiyo kazi yote tutashirikiana, na tumesema ya kwamba matibabu haitakuwa inashughulikiwa na serikali kwa hospitali ya serikali peke yake. Hospitali ya mission ama inayoendeshwa na kanisa, hospitali ya private inayoendeshwa na watu wa binafsi, pia tutajumuisha zote. Na nimefurahi wakati nimefika katika sehemu hii ya Rotien, kanisa la CCI wamesema wanataka kuanzisha hospitali hapa. Na mimi nasikia tayari mumetengeneza tank, mumejipanga, na tayari nimepatia askofu shilingi milioni 3 ya kusaidia nyinyi kutengeneza hiyo kanisa, hiyo hospitali. Na mimi nashukuru rafiki yangu Tongoyo pia ameongeza milioni 2, sasa mko na milioni 5 ya kuanzisha hiyo kazi ya kujenga hospitali. Kulikuwa na mtu alikuwa ameniuliza, anasema ako wapi huyo mtu? Ule chama. Huyu alikuwa, sasa wewe si sasa utapangana na hapo ukisonga. Si ndio? Tutakupata mbele. Si namna hiyo. So tunataka kuhakikisha ya kwamba sehemu zote za taifa letu la Kenya
ziko na nafasi ya wananchi kupata matibabu, and going forward we are going to make sure that mambo ya matibabu yanaendelea bila ya wananchi kuhangaika. Mtu asiuze nyumba yake ama mali yake ama ng'ombe zake ati analipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya kupitia kwa bima ambayo tumekubaliana pale kwa SHA, tuweze kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele. Tumekubaliana watu wa Narok? Tuendelee namna hiyo. Mimi nataka niseme mambo mawili ya mwisho. Mnajua tulianzisha mfumo mpya wa elimu ambayo inaitwa CBC. Sasa imekuwa CBET. Na hiyo mpango tulifanya transition ya kwanza miaka 3 iliyopita kutoka primary school mpaka junior school. Sasa mwaka huu ni mwaka wa pili ama awamu ya pili ya kufanya transition ya CBC kutoka junior school mpaka senior school. The first cohort of our young men and women going to senior school is going to happen in January. It is a most consequential transition in Kenya because it is part of the transition of our education reform process that now is going to give us a new way of our students progressing with their education. So a most consequential exercise is underway in Kenya. 1.1 million children in Kenya will be transitioning from junior school to senior school in January. I want to assure parents across the Republic of Kenya and all other stakeholders that we have made adequate arrangements. Every child, the 1.13 million children in Kenya, each of them has a place to go to in senior school. Hakuna mtoto hata moja atakosa nafasi ya kwenda katika shule ya senior school ama secondary school ikifika Januari. Tuko na nafasi ya kutosha. Pale nyuma niliwaeleza tumeajiri waalimu, kufikia Januari itakuwa waalimu 100,000. Tumejenga madarasa 23,000. Tutakamilisha mahabara ama laboratories 1,600 kufikia mwezi wa 3 mwaka huu. Na vile vile tumehakikisha ya kwamba ile capitation ambayo serikali tunatoa 22,000 kwa kila mwanafunzi, tayari serikali tumetoa 44 billion shillings this week to make sure that the transition in January is going to be smooth. There will be resources in our schools. Pesa itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Pesa ya kuwasomesha. And therefore, I want to tell those people who are introducing small politics and unnecessary propaganda into the education of our children. I am telling them to keep off our children. Watu ambao wako na siasa fitina ndogo ndogo, madalali wa siasa ya bure, wanataka kuingiza watoto wetu kwa mambo ya siasa ambayo haina maana. Mimi nataka niwaeleze watafute mahali ingine ya kupeleka siasa. Wawachane na watoto ya Kenya. Watoto wa Kenya wote 1,130,000 wote watapata nafasi ya kwenda katika shule ya senior school Januari. Tumetoa pesa kama serikali bilioni 44. Pesa hiyo itakuwa shuleni kabla ya watoto kufika shuleni. Na hakuna pesa imepunguzwa ya kusomesha watoto wetu. Hawa watu wanaongea hapa, nimesikia wanajaribu kuongea. Wapeleke siasa mbali. Sijui kama tunaelewana. Wawachane na watoto ya Kenya.
Watoto wa Kenya ni watoto wetu, and tumefanya reform ya kutosha. Tumeajiri the largest number of teacher recruitment in Kenya's history. We have built the largest number of classrooms. Tumehakikisha ya kwamba ile confusion ilikuwa kwa CBC tumeirekebisha. We are undertaking a most consequential transition in January from junior school to secondary school. And I want to tell small politicians with their small politics to keep off our children. Nyinyi mnanielewa jameni? Yes. Tunaelewana? Hawa watu lazima niwakemee kwa sababu ni watu wako na siasa bure. Nyinyi mnanielewa jameni? So tunataka tushirikiane hivyo. Tunataka tutembee pamoja namna hiyo ndio Kenya iweze kusonga mbele. So mwisho mimi nataka niwaeleze vile vile ya kwamba msaidie huyo mzee, nafikiri baridi imemzidi kidogo. Hii mali yenu iko baridi. Hey, tunakuja. Mwisho, watu wa Narok, mimi nimekuwa hapa juzi. Vile hawa viongozi wenzangu wamesema, niliwaeleza ya kwamba Narok hii kwa mapenzi ya Mungu tukishirikiana na viongozi wote tutabadilisha hii Narok kwa miradi na mipango ya maendeleo. Muliniuliza ya kwamba mambo ya Mau Forest kulikuwa na fitina nyingi ya kwamba Ruto akichaguliwa president atakuja kujaza watu Narok hii msitu. Si ilikuwa inasemekana hiyo story ama hamkusikia? Kulikuwa na propaganda nyingi hapa, watu ya porojo na fitina ya bure.